Natumai hujambo na buheri wa afya, mtazamaji wa Msuya Online TV ambaye unaendelea kutufuatilia kwenye update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Ni tarehe 14 siku ya Jumatatu mwaka 2025. Tunakutana tena mwanamichezo kupeana update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani ambazo zimetufikia kwenye siku hii ya leo. Tutaangazia kuondoka kwa Luka Modric ndani ya kikosi cha Real Madrid mwishoni mwa msimu huu. Jambo kubwa ni ni nani anaweza kuchukua mikoba ama kurithi nafasi ambao alikuwa anacheza Luka Modric ndani ya kikosi cha Real Madrid kwa msimu ujao. Luka Modric ni mchezaji aliyejiunga na kikosi cha Real Madrid mnamo mwaka 2012 Agosti, akitokea katika klabu ya Tottenham Hotspur. Luka Modric ni mchezaji wa timu ya taifa ya Croatia. Ni mchezaji mwenye umri wa miaka 39. Luka Modric tangu ajiunge na klabu ya Real Madrid amekuwa na mchango mkubwa na mafanikio mbalimbali. Luka Modric tangu ajiunge na Real Madrid amefanikiwa kuchukua ameshinda mataji 4 ya La Liga kwenye misimu tofauti tofauti. Luka Modric amefanikiwa kushinda mataji 6 ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, nikiwa na maanisha UEFA Champions League mwaka 2014, akaja kuchukua mwaka 2016, mwaka 2017, mwaka 2018, mwaka 2022, akaja kumaliza mwaka 2024. Lakini Luka Modric amefanikiwa kuchukua mataji 4 ya Super Cup mwaka 2014, alifanikiwa kuchukua mwaka 2016, mwaka 2017, lakini mwaka 2024 alifanikiwa kuchukua taji la Super Cup. Luka Modric amefanikiwa kuchukua taji 5 ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, nikiwa na maanisha Club World Cup. Lakini mataji mengine ambayo Luka Modric amefanikiwa kuyachukua akiwa na klabu ya Real Madrid ni Copa del Rey ambayo amechukua mara 2. Taji la kwanza amechukua mwaka 2014, lakini taji la pili amechukua mwaka 2023. Pia Luka Modric amefanikiwa kuchukua taji la Super Cup ya Hispania. Amefanikiwa kuchukua mataji 5 kwa nyakati tofauti tofauti ndani ya klabu ya Real Madrid. Mpaka sasa Luka Modric amefanikiwa kuchukua mataji 27 kwa nyakati tofauti tofauti ndani ya kikosi cha Real Madrid. Pia amefanikiwa kucheza kwenye klabu ya Real Madrid kwa takriban ni miaka 13 toka alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2012 mpaka mwaka 2025 Juni 30, ambako mkataba wake unakwenda kumalizika. Pia ikumbukwe Luka Modric amefanikiwa kucheza na wachezaji wakubwa kwenye klabu ya Real Madrid na hata kwenye timu ya taifa ya Croatia. Luka Modric amefanikiwa kucheza na Cristiano Ronaldo toka mwaka 2012 hadi mwaka 2018. Pia Luka Modric amefanikiwa kucheza na Karim Benzema kama mshambuliaji wa klabu hiyo, lakini Luka Modric amefanikiwa kucheza na Toni Kroos, Marcelo, Casemiro. Luka Modric amefanikiwa kucheza na Vinicius Junior. Luka Modric amefanikiwa kucheza na Kylian Mbappe. Hao ndio wachezaji ambao Luka Modric amefanikiwa kucheza nao. Pia ikumbukwe Luka Modric amecheza zaidi ya michezo 500 kwenye mashindano tofauti tofauti akiwa na klabu ya Real Madrid, lakini amefanikiwa kufunga jumla ya magoli 40 katika mashindano tofauti tofauti aliyofanikiwa kucheza ndani ya klabu ya Real Madrid. Mnamo Julai 17, 2024, Luka Modric alisaini mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kucheza katika klabu ya Real Madrid mpaka Juni mwaka 2025, ndipo mkataba wake utatamatika ndani ya timu hiyo. Kwenye msimu wa mwaka 2024-2025 amefanikiwa kucheza michezo 29 akifunga magoli 2 na akitoa usaidizi wa mabao 4 ndani ya La Liga. Je, unadhani ni mchezaji gani ambaye anaweza kurithi mikoba ya Luka Modric ndani ya kikosi cha Real Madrid? Usisahau kusubscribe channel yetu ya Msuya Online TV kwa ajili ya update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena wakati ujao.